Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo ya Jua Dini Yako, tukiwa naye Sheikh wetu ambaye si mwingine Sheikh Hamis, ambaye anazidi kutuelezea mambo mengi haswa kuhusiana na vitendo vya swala, na insha Allah katika mojawapo ya vitendo vya swala vingine ambavyo leo tunaenda kuangazia ni kiraa, ambayo ni kusoma katika swala, na insha Allah yeye atatufahamisha ni jinsi gani inafaa kuwa hivi ama vile, na tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Asante. Naam, Shukran. bismillah. Naam, a'udhu billahi minal la'ini shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Watazamaji wetu na dada, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa taufiki na nafasi ya kuweza kukutana kwa mara nyingine tena katika kufahamishana mambo kuhusiana na dini yetu tukufu. Kama ilivyo kawaida, mada iliyo mbele yetu ni sala, na tumefikia katika mambo yaliyo wajib ndani ya swala au vitendo vya wajib vya swala. Jambo ambalo tutalizungumzia leo ni qiraa, na tumezungumzia nia, tukazungumzia takbiratul ihram, na tukazungumzia qiyam, kisimamo. Jambo linalofuatia ni qiraa. Qiraa inamaanisha ni kisomo, yani kinachosomwa. Qiraa katika lugha ya kifikihi, yani lugha ya kisheria, inamaanisha ya kwamba ni kinachosomwa na mwenye kuswali, kinachosomwa na mwenye kuswali kabla ya kwenda rukui. Kinachosomwa na mwenye kuswali kabla ya kwenda rukui, iwe ni sura kwa mfano, iwe ni Qur'an au iwe ni dhikr. Hii ndio inaitwa qiraa. Sasa je, hiki qiraa kiko vipi katika swala? Ni wajibu katika swala za faradhi za kila siku kwa mwenye kuswali, baada ya takbiratul ihram, kusoma suratul Fatiha katika raka mbili za mwanzo. Suratul Fatiha kamili ni wajibu katika raka mbili za mwanzo. Suratul Fatiha. Ikiwa swala ina raka mbili, kwa mfano kama vile salatu subuhi, katika raka zote mbili atasoma suratul Fatiha kamili. Ikiwa swala ina raka tatu, kwa mfano kama vile salatul maghrib, katika raka mbili za mwanzo ni wajibu kwa mwenye kuswali kusoma suratul Fatiha. Vile vile katika swala za raka 4, nazungumzia hapa swala ya dhuhuri, ya alasiri na ya isha, katika raka mbili za mwanzo ni wajibu kwa mwenye kuswali kusoma suratul Fatiha. Vile vile mashhur ni kwamba ni wajibu vile vile baada ya suratul Fatiha katika hizi raka mbili za mwanzo kusoma sura kamili. Si vipande vipande. Ni wajibu kwa mwenye kuswali, katika mashhur ni kwamba ni wajibu kwa mwenye kuswali katika raka mbili hizi za mwanzo, baada ya kusoma suratul Fatiha asome sura nyingine kamili. Isiwe ni vipande vipande. Kwa hivyo tunapata kwamba kwa muktadha huu tunapata kwamba kwa mwenye kuswali katika raka mbili za mwanzo kabla hajaenda rukui anafaa asome suratul Fatiha na sura nyingine kamili. Sawa. Na haijuzu kutanguliza sura hii nyingine suratul Fatiha. Kwa mfano mtu akaanza na hiyo sura nyingine, tuchukulie kwamba mtu ameamua kusoma suratul Nas. Sasa baada ya takbira ya Allahu Akbar, yeye akaamua kwamba kusoma suratul Nas alafu ndio asome suratul Fatiha. La, haijuzu. Na akifanya hivyo basi inakuwa inafanya nini? Inabatilisha as-sala.
kama itakuwa ni kwa maksudi, yani amekusudia. Ikiwa kwa mfano ni kwa kusahau, kama atakumbuka kabla ya kuenda rukui, basi inabidi arudie qiraa tena. Asome suratul Fatiha alafu ndio asome kwa utaratibu unaotakikana. Qiraa ni katika vitendo ambavyo ni wajibu ghairi rukuni. Si katika pila, si katika nguzo. Nafikiri tulitaja katika vitendo vya swala, mambo ya wajibu ambayo ni swala, tukasema kwamba yanagawanyika makundi mawili. Kuna grupu ya kwanza ni vitendo vinaitwa ni wajibu rukuni, ambavyo ndio pila, ndio nguzo za swala, na tukasema hivi vitendo hivyo vikikosekana, mtu akikosa kukifanya ndani ya swala, swala yake ni batil, ima iwe ni kwa kukusudia au bila kukusudia. Lakini qiraa sasa si katika zile pila tano tulizozungumza. Ina maana qiraa, kuzidisha qiraa au kupunguza qiraa kwa kutokusudia hakuvunji swala. Yani lau kwa mfano mtu amesahau kusoma mpaka akaenda kwenye labda kitendo chingine, akaingia kwenye rukui, je, swala yake ni vipi? Swala yake ni sahihi. Ya swala yake ni sahihi kwa sababu hajafanya kimaksudi. Hajafanya kimaksudi, halafu si swala tu la kufanya kimaksudi. Halafu kwamba qiraa sio katika nguzo za swala zile tano, zile wajibu rukni, si katika nguzo hizo. Kwa hivyo qiraa ni kwamba kwa yule mwenye kuacha qiraa au mwenye kuzidisha qiraa kwa bila ya kukusudia, swala yake ni nini? Swala yake ni sahihi. Ama katika swala za sunna, swala za nini? Za sunna. Swala za sunna, baada ya suratul Fatiha si wajibu kusoma sura. Kwa hivyo katika swala za sunna mtu tu anaweza kutosheka na kusoma suratul Fatiha peke yake. Suratul Fatiha peke yake. Baada ya nazungumza rakaa mbili hizo. Bila shaka swala za sunna zinaswaliwa rakaa mbili. Sasa kwa hivyo katika swala ya sunna si wajibu baada suratul Fatiha kusoma sura nyingine kamili. Lakini katika swala za wajibu za kila siku ni wajibu mwenye kuswali kwamba baada ya kusoma suratul Fatiha asome sura nyingine. Na katika hizi sura Sheikh, umesema kwamba lazima mtu asome sura yote. Sasa tuseme mfano wale ambao labda wanasema acha nianzie katikati, tunajua kama suratul Baqara ni ndefu na kuna watu huwezi soma sijui mpaka mwisho. Ndio sasa huyo mtu aseme ameanzia pale katikati, hapo inakuwaje? Ndio nikasema kwamba lazima sura iwe kamili. Kwa imani yetu sisi tunaamini kwamba bismillahi pia ni sehemu ya sura. Kwa hivyo ndo nikasema kwamba mafukaha wanasema ni lazima iwe sura iwe kamili, yani lazima ianze kwenye bismillahir rahmanir rahim mpaka aya ya mwisho. Sasa kama mtu umechagua kusoma Bakara, uko tayari kusoma Bakara yote. Kama umechagua suratul Qul huwallahu kwa mfano, hiyo ni rahisi. Ndio maana nikasema kwamba ni sura nzima, si kipande, si sehemu katika sura. Kwa mfano aya 2, aya 3. Kwa mfano kuna baadhi ya madhehebu wanaruhusu kwamba unaweza kusoma aya kadhaa katika sura. Wanaruhusu, lakini katika madhhabu ya Ahlul Bait alayhim salam, la hasha. Ni kwamba baada ya suratul Fatiha ni lazima usome sura kamili. Kamili katika mashuhuri baina ya mafukaha, hiyo ndio ilivyo kwamba ndio sheria. Naam. Ni lazima kuidentify, kuiayin sura kabla haujasema bismillah. Ujue nitasoma sura gani baada suratul Fatiha. Nazungumzia hapa sura baada suratul Fatiha. Lazima ujue kwamba kwa mfano umefika wala dhalin, lazima ujue kwamba unasoma sura gani. Next ni gani inakuja. Sio usome bismillah halafu uanze, kwa sababu bismillah tumesema ni sehemu ya sura. Ndio. Kwa hivyo unapoanza tu bismillah, kumbuka umeanza aya ya kwanza ya sura. Kwa hivyo lazima hiyo sura inayokuja hiyo aya inayofuatia umeifahamu. Ndio. Sio kwa mfano usome bismillah alafu unaanza sasa nisome Nasi, Qul huwallahu au Falaq. La. Tukuta wengine inabidi sasa mwingine anajirudia pale pale alikuwa amesoma ile kwanza. Pia ni haijuzu katika qiraa, katika kusoma ile sura baada ya suratul Fatiha
kuna baadhi ya sura haijuzu kuzisoma ndani ya swala. Na hizi ni sura zenye sajida ya wajibu. Haijuzu kulingana na fiqhi ya madhhabi ya Jaafaria, ni haijuzu kuzisoma ndani ya swala. Na hizi swala ni Alif Lam Mim sajida, ambao ni sura ya 32 kwa sababu iko na sajida ya wajibu ndani yake. Na miongoni mwa hukumu sajida ya wajibu ni kwamba unapoisikia ikisoma au wewe mwenyewe ukiisoma unatakana uende sajida. Kwa hivyo kuisoma ndani ya swala itakulazimu kwamba uende sajida, na ukienda sajida utakuwa umeongeza baadhi ya vitendo vya swala ambavyo havihitajiki, umeviongeza. Kwa hivyo katika madhhab ya Ahlulbayt alayhim salam ni kwamba haijuzu kusoma sura zinaitwa azaim, ambazo ni sura zenye sajida za wajibu. Ya kwanza ni Alif Lam Mim sajida, ambayo ni sura ya 32. Vile vile kuna suratul Fussilat ambayo ni sura ya 41, na kuna suratul Najm sura ya 53, na suratul Alaq ambayo ni sura ya 96. Hizi sura 4 ndani ya Qur'ani ziko na aya ambayo ina sajida ya wajibu. Ukisikia hiyo aya ni lazima usujudu. Imma ni wewe unaisoma au umesikia mtu anaisoma mwingine, lakini umesikia, na lazima kwamba fanya nini? Usujudu. Lakini je, huyu anayeswali labda ikawa pembeni yake kuna mtu anasoma Qur'ani na akasoma hizi aya za sajida za wajibu, anafanya nini? Kwa sababu wajibu kwako ni kwamba ukiisikia ni usujudu. Lakini huyu sasa ambaye anaswali hana makosa, lakini labda pembeni yake kuna mtu ambaye anafanya nini? Yeye anasoma Qur'ani na akasoma mojawapo wa hizi aya. Kwa mujibu wa fatwa ya Said Sistani ni kwamba ataashiria kwa macho akifika pale kwenye sajida, ni kwamba hiyo ni sajida, ataashiria kwa mkono, alafu akishamaliza atasujudu, na inafadhilisha sana airudie ile swala. Arudie swala. Tukiendelea kama tulivyosema kwamba bismillah ni sehemu katika sura isipokuwa suratul Bara, suratul Tauba ndio haianzi na bismillah. Lakini hizi sura zingine zote zina bismillah, zinaanza na bismillah. Na ndio maana ni lazima mwenye kusoma ile sura aanze na bismillah, kwa sababu ni sehemu katika sura. Kuna baadhi ya madhahebu hasa katika Ahlus-Sunna wal Jamaa ni kwamba bismillah si katika sura. Kwa hiyo ndio maana kuna wengine hawasomi na bismillah. Wanaanza tu moja kwa moja. Wanaanza tu kul huwallahu ahad kwa mfano. Lakini katika madhhabu Jaafaria tunaamini ya kwamba bismillah ni sehemu ya sura. Sura zote ambazo zipo ndani ya Qur'ani isipokuwa suratu Tauba peke yake. Suratu Tauba au suratul Bara ndio haina bismillah. Na vile vile kuna sura zinahukumiwa kwamba zina maudhui mamoja. Kwa hivyo unapozisoma hizo ndani ya Qur'ani ndani ya swala lazima uzichanganye zote mbili. Lazima uzichanganye vile. Tumesema kwamba baada suratul Fatiha ni wajibu kusoma sura. Lakini kuna sura, baadhi ya sura zinahesabikana kwamba ni maudhui mamoja. Kwa hivyo katika fatwa za kifikhi ni kwamba ni uzichanganye hizo mbili. Na sura hizi ni suratul Fil na liila fi Quraish. Yani ukisoma suratul Fil ni usome sura Quraish. Kusoma suratul Quraish. Vile vile suratu Alam Nashrah na suratu Dhuha. Kwa hivyo kama umechagua kusoma baada suratul Fatiha, umechagua kusoma suratul Fil, lazima ukamilishe na Quraish. Na kama umechagua kusoma suratul Inshirah, yani Alam Nashrah, lazima ukamilishe suratul Dhuha. Je, hiyo ni wajib ama ni ile? Ni wajib. Ni wajib. Katika madhhab ya Ahlulbayt alayhim salam ni wajib. Kwa nini? Kuna hizo ni habari zingine kwamba kwa nini zichanganywe. Inasemekana kwamba hizi sura, baadhi ya sababu zinazotolewa na kwamba hizi sura zina ujumbe mmoja, kiasi cha kwamba ujumbe wa sura moja haukamiliki mpaka wa hiyo sura nyingine.
Na kuna baadhi ya labda ya tafasiri zinasema kwamba hizi ni sura ilishuka kama sura moja alafu ndo zikagawanywa. Huko ni katika mambo ya tafsiri al-Qur'an, hatutaki kuingia. Hapa tuko kwenye sheria, ni kwamba hiyo ndio kiraa kinafaa kufanyika. Shukran sana Sheikh, shukran sana. Katika awamu ya kwanza tutachukua mapumziko, tukirudi tunaweza kuendelea zaidi. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh wetu ndani ya studio zetu za Mahdi TV unaweza kufahamu mambo mengi. Mimi binafsi alhamdulillah napata ufahamu mambo mengine ambayo pia mimi nilikuwa siyafahamu. Anatuambia kwamba kila siku ni kusoma na kila siku ni kuweza kufahamu mengi ambayo wewe kama binadamu, wewe kama mtu ambaye anamwabudu Mwenyezi Mungu inabidi uweze kuyafahamu. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako, tukiwa naye Sheikh Khamis ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Anazidi kudadavulia na kuelezea mingi kuhusiana na wewe kuifahamu dini yako inasemaje kuhusiana na kiraa, na nadhani ni mengi ambao huenda labda ukisikiza utakuwa unashangaa, hii imekuwaje, mimi sijawahi sikia. Lakini insha Allah kupitia yeye tunaweza kufahamu hivi ni kwa nini hili linafaa kuwa hivi, na insha Allah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Naam, karibu tena Sheikh. Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, tukiendelea na kuzungumzia kuhusiana na qiraa ndani ya swala, tumeshilia ya kwamba bismillahi ni sehemu katika sura, na vile vile kuna sura ukichagua kuzisoma ni lazima uzisome mbili zote, uzichanganye. Ukasema kwamba suratul Fil na Quraish pamoja, lakini lazima zitenganishwe na bismillah. Yani kwa mfano ukimaliza suratul Fil unaanza bismillahirrahmanirrahim liila fi Quraish. Vile vile ukimaliza suratul Alam Nashrah bismillahirrahmanirrahim wadhaha. Sawa sawa. Hiki qiraa ndani ya swala, kuna qiraa ambayo ni wajibu kusoma. Kuna baadhi ya swala katika swala ni wajibu kusoma kwa sauti, na kuna baadhi ya swala ni wajibu kusoma bila ya sauti. Ndiyo. Katika hii qiraa nazungumzia kwamba kinachosomwa kabla ya kwenda rukuu, hasa raka mbili za mwanzo. Kwa mfano salatu subuhi ni wajibu kusoma kwa sauti kwa mwanamume. Mwanamume ni wajibu kusoma kwa sauti, yani usome suratul Fatiha kwa sauti, na hiyo sura nyingine pia uisome kwa sauti. Salatul Maghrib vile ni wajibu kwa mwanamume, nasema hapa kwa mwanamume kusoma kwa sauti, na salatul Isha ni wajibu mwanaume kusoma qiraa kwa sauti. Ndiyo. Kwa mwanamke katika swala ambazo zinaitwa ni swala za jahriya, yani za kusoma kwa sauti, ambapo ni salatu subuhi hapa, salatu maghrib na isha. Kwa mwanamke si lazima kwake kusoma kwa sauti. Hata hizi swala za sauti, hasa ikiwa kwamba sauti yake inaweza kusikika na watu wengine ambao sio maharim. Ndiyo. Si wajibu kwake kusoma kwa sauti. Hii sauti inapimwa vipi? Ni wakati gani naambiwa mimi nimesoma kwa sauti, na ni wakati gani naambiwa nimesoma bila ya sauti? Kusoma kwa sauti ni kiasi cha sauti kusikika, sauti ya zile herufi kusikika. Kwa mfano bismillahirrahmanirrahim. Je, kwa mfano naposoma hivi bismillahirrahmanirrahim, nahesabikana kifikhi nimesoma kwa sauti au bila ya sauti? Bila ya sauti ama ni kwa sauti? Na ninaposema bismillahirrahmanirrahim kifikhi nahesabikana kwamba nimesoma kwa sauti au bila sauti? Nadhani ya kwanza itakuwa na sauti, ya pili itakuwa bila sauti. Kwa hivyo kipimo ni kiasi cha kusikia yale maneno. Kusikia yale maneno hata kama ni kwa sauti ya chini, lakini yale maneno yanasikika. Jauhari yale maneno yanasikika. Mfano naposema bismillahirrahmanirrahim nasikika nasema. Ndiyo. Lakini naposema bismillahirrahmanirrahim hiyo ni upepo unatoka. Nasikia, lakini hakuna herufi ambazo zinatoka, yani sauti ambayo inatoka. Kwa hivyo hii ndicho kipimo.
ndicho kipimo cha kusoma kwa sauti au bila kusoma kwa sauti. Maana mtu mwingine azafikiria labda mpaka sauti iwe kubwa ndio amesoma kwa sauti. La, ni kweli mtu anaweza fikiri labda ni lazima usome kwa sauti Bismillahirrahmanirrahim. Hivyo la, ni kiasi tu cha kwamba zile herufi zinasikika, zinatamkika vizuri. Unasikika kwamba unatamka herufi. Unatamka herufi. Na kusoma bila ya sauti ni ile kwamba herufi ile sauti yani haisikiki. Ni ile kwa mfano kama ni upepo ni ile Bismillahirrahmanirrahim. Hata kama unasikia nachokisoma, lakini hii inahesabika pia ni kusoma ya bila ya sauti. Naam. Mwenye kusoma ni lazima ahakikishe kwamba anasoma kwa lugha ya Kiarabu fasaha. Lazima ahakikishe kwamba mwenye kusoma kwamba zile herufi za Kiarabu zina kitu kinaitwa makharij, yani sehemu zinazotoka zile herufi. Lazima mwenye kuswali ahakikishe ya kwamba anazitoa vizuri kadri ya uwezo wake. Na ndio maana hata katika tutakuja kuona baadaye katika miongoni mwa masharti ya imam ni kwamba ni awe anaweza kusoma vizuri. Awe anaweza kusoma nini? Qur'ani vizuri. Katika miongoni mwa masharti ya nini? Masharti ya imam tutakuja kuangalia huko mbele. Naam. Tumezungumzia rakaa 2 za kwanza. Je, hii rakaa ya 3 na ya 4 kuna somwa nini? Ndio. Rakaa ya 3 na ya 4 kuna somwa nini hasa katika qiyam? Kuna somwa nini? Katika rakaa ya 3 na ya 4 mwenye kuswali ana khiari ya kufanya vitu viwili. Ana khiari ima ya kusoma suratul Fatiha lakini bila ya sauti. Au kusoma kuna tasbihi ambazo zinafanywa zinasomwa ambao ni subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar, imma mara 1 au mara 3. Kwa hivyo mwenye kuswali katika rakaa ya 3 na ya 4, katika rakaa ya 3 na ya 4 imma atasoma suratul Fatiha peke yake bila ya sura nyingine. Hii ina tofauti na rakaa rakaa ya kwanza na ya pili, tofauti. Rakaa ya kwanza na ya pili tunasema ni suratul Fatiha na sura nyingine. Hapa ana khiari imma asome suratul Fatiha au asome subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, imma mara 1 au mara 3. Kwa mfano mtu hajahifadhi sura yoyote, je, inajuzu kusoma kutoka kwenye msahafu moja? Ama tuseme labda ni mtu labda ameslimu akaingia katika Uislamu, yule mtu hukumu yake ni nini wakati wa swala? Kwa sababu ukiangalia bado hajapata yale mazingira vizuri, yeye anaanza kusoma. Kawaida unaposlimu inahimizwa kwamba kitu cha kwanza kabisa kujifunza ni ujifunze swala. Kwa sababu unaposlimu tu ukumbuke kuna majukumu yanakufuata. Ndio. Unapotamka shahada kwamba nimekuwa Muislamu, ukishakuwa Muislamu tu kumbuka ni lazima ufanye wanavyofanya Waislamu. Kwa hivyo lazima ujifunze. Sasa mtu kama bado kiraa chake ni kibovu, huyu analazimika kwamba kuswali swala ya jamaa. Nyuma ya nani? Nyuma ya imamu. Ajitahidi sana aswali nyuma ya imamu mpaka akapojifunza vizuri, na lazima afanye haraka sana. Asiipe muda kujifunza kuswali. Kuswali ni rahisi sana. Ndani ya siku moja unajua kuswali. Suratul Fatiha na sura 1 hifadhi basi. Kwa hivyo inajuzu kusoma kupitia kwa msahafu. Mtu anayeswali anaweza kushika msahafu akaufungua na akaweza kusoma, bora tu usimtoe katika picha ya nini, katika picha ya swala. Kwa hivyo hiyo inajuzu. Vile vile ni sunna kuanza na isti'adha, a'udhu billahi minash shaitani rajim, kabla ya kuanza qiraa, kabla ya kuanza kusoma kabla kuanza suratul Fatiha na sura nyingine. Kwa hivyo utapata haya ni masuala ambayo ndiyo yanazingatiwa katika qiraa. Vile vile ni makruh kuacha kusoma suratul Tauhid katika siku nzima katika swala zako. Sura Tauhid tunazungumzia suratul Ikhlas, yani kul huwallahu ahad. Ni makruh.
kuiacha. Vile vile ni makruh kukariri sura moja isipokuwa Suratul Tauhid. Yani kwa mfano nikamua mimi swala yangu yote na swala baada ya Suratul Fatiha na soma Suratul Nas, ni makruh, lakini si kitu ambacho ni haram, ni makruh. Vile vile tuangalie masala ambayo ya mustahabu, ambayo ni masala ambayo ni ya sunna katika qiraa. Ni sunna, yanapendekezwa yani kuyafanya katika sura. Tumesema kwamba kusoma isti'adha, yani a'udhu billahi minash shaitani rajim, kabla ya raka ya kwanza, na hii ni vizuri isomwe kwa bila ya sauti. A'udhu billahi minash shaitani rajim, lafu usome bismillahi rahmani. Hizi bismillahi zinasoma kwa sauti. Hizi bismillahi rahmani rahim zinasoma kwa sauti kabla, hata katika sura, katika swala zile za kusoma bila ya sauti. Kwa mfano swala ya dhuhuri, ukianza sura bismillahi isome kwa sauti. Ukishamaliza Suratul Fatiha, ile sura nyingine pia bismillahi yake unaisoma kwa sauti. Alafu unasoma hiyo sura nyingine. Na Sheikh, kabla tuendelee hapo upande wa tuseme uko katika swala ile raka ya 3 ama ya 4, je, inajuzu mtu kusema bismillahirrahmanirrahim alafu ndo akakuja hiyo subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa Allah? Inasoma lakini kwa sauti. Bila ya sauti. Bila ya sauti. Kwa hivyo inajuzu. Bila ya sauti. Kwa hivyo katika mambo ambayo ni sunna ya qiraa ni kusoma Qur'an au kwa sauti mzuri ya tartili, yani mzuri. Kuisoma ni mambo ambayo ni mustahab. Vile vile ni sunna kusoma Qur'an katika qiraa, yani kusoma na zile sehemu ambazo zina wakfu, zile sehemu ambazo zinasimama, yani kutenganisha aya, sio kuziunganisha kwa nafsi moja. Kwa mfano kuna mtu anaamua tu kusoma wa namaliza, la, ni kwa sababu tuko ndani ya haya ni maneno ambayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kuyatenganisha kulingana na fawasil, vile vituo ambavyo vimewekwa katika ndani ya Qur'an, kuvizingatia. Vile vile ni sunna tunaposoma Qur'ani katika tuweze kufanya tadabbur kidogo, yani tuweze kufikiria kidogo kile tunachokisoma. Kama kwa mfano ni aya ambazo zinahusiana na adhabu, tunasikitika. Kama ni aya ambazo zinahusiana kwa mfano na neema, tunaonyesha bashasha. Kwa hivyo ni vizuri sio kusoma tu, bali pia kufikiria, kutadabbar, yani katika yale maneno ambayo tunayasoma, yale maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana inafaa sana mtu ajue angalau maana ya kitu ambacho anasoma. Naam, kwa sababu swala ni dua ambayo tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni muhimu kwamba ujue ni nini unachomwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile ni sunna kwa mwenye kusoma Suratul Fatiha au maamuma, baada ya kukamilisha Suratul Fatiha kusema alhamdulillahi rabbil alamin, yani baada ya wala dhalin, imma wewe mwenyewe unayesoma au maamuma wako, kama kwa mfano wewe ni imam na unafuatwa na watu kusema. Nafikiri ni vitu ambavyo vimezoeleka, tunaviona katika misikiti yetu. Na vile vile ukisoma Suratul Tauhid, sura Qul huwallahu ahad, baada ya aya ya mwisho ni sunna vile kusema kadhalika Allahu rabbi. Ni miongoni mwa mambo ambayo ni mustahab. Vile vile katika qiraa katika salatul Juma, salatul Juma ni sunna katika raka ya kwanza baada ya Suratul Fatiha kusoma Suratul Juma. Ni mustahab, si wajibu. Ndio. Kwamba katika Salatul Juma baada ya Suratul Fatiha raka ya kwanza kusoma Suratul Juma, na vile vile baada ya Suratul Fatiha katika raka ya pili ya Suratul Juma kusoma Suratul Munafiqun. Soma Suratul Munafiqun ni sunna. Tuangalie baadhi ya makruh, baadhi ya vitu ambavyo ni makruh, vitu ambavyo havipendezi yani katika qiraa. Katika qiraa ya kwanza ni ile tuliyosoma kwamba kuacha kusoma Suratul Tauhid siku yako nzima.
Yani katika swala zako 5 zote haujasoma suratul Ikhlas au suratul Qul huwallahu ahad, ni makruhu. Vile vile ni makruhu, nafikiri haya tumeshazungumza japo kwa kugusia ni makruhu kusoma suratul Tauhid kwa nafsi moja, lazima iwe na vituo yani. Uisoma Qul huwallahu ahad Allahu samad, sio Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid, la, ni haipendezi. Vile vile kama tulivyosema kwamba ni makruhu kusoma kukariri sura moja ile sura ile moja, isipokuwa iwe ni suratul Tauhid. Kwa hivyo haya mambo yote haya ni yapo katika vitabu vya fiqhi, yameelezewa kwa undani zaidi. Kuna mambo ambayo hatujayagusia hapa na hii inarudi kwa mtazamaji au kwa mumin mwenyewe kurudi hasa katika marji ambao una mukallid na kuweza kusoma zaidi. Kuna baadhi ya vipengele ambavyo viko ndani zaidi, lakini haya tunayokuja nayo ni yale mambo ambayo ni general, yani ni basic kwa kila mmoja wapo. Kwa hivyo hii ndio qiraa inavyotakikana ifanywe katika swala. Shukran sana Sheikh, hakika nimefurahi sana, ni kitu kizuri, maana wengine naona tumekuwa wanafunzi badala ya kuwa host wa vipindi. Shukran sana Sheikh, Allah akupe kheri na akupe neema zaidi, uzidi kutufunza mengi ili tuweze kufahamu. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh wetu Sheikh Khamis umeweza kufahamu mengi ambayo ameweza kuelezea kuhusiana na qiraa, na ni muhimu sasa sana kwako kunradhi, ni muhimu sana wewe kuweza kuelewa na kufahamu kiundani, haswa kuhusiana na vipi una swali, vipi unafanya ibada yako ili ibada yako iweze kuswihi. Isiwe unafanya kitu lakini unafanya kitu ambacho unajua swala yako mwisho wa siku inakuwa ni batil. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapa sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.